Mpendwa msikilizaji wa kipindi cha kupendwa cha Kesha la Asubuhi, Baba yetu anajali. Baki nasi, fungua moyo wako. Usisahau kusubscribe na kusambaza kwa wengine. Mungu akubariki. Nena Roho ni Yesu, nena kwa upole, sema kwangu kwa pendo, huachwi upweke. Fungua moyo wangu, nisikie mara, jaza Roho na sifa, sifa zako Bwana. Kila siku nene vile kwa upole, nong'oneza kwa upole, upole wa pendo. Daima utashinda, uhuru ni wako. Nisikie maneno, huachwi upweke. Karibu katika Kesha la Asubuhi la Aprili 6. Somo lisemalo fadhila ya uhakikisho. Ebu na tuombe. Baba wa mbinguni, asante kwa siku nyingine. Tunapoenda kusikiliza somo lako, tunaomba uwe pamoja nasi. Tunaomba yote kwa jina la mwanao mpendwa Yesu Kristo. Amina. Katika hili tutafahamu ya kwamba tu wa kweli, nasi tutaituliza mioyo yetu mbele zake. Waraka wa kwanza wa Yohana 3:19. Ningesisitiza juu ya vijana wetu wa kiume na wa kike umuhimu wa kuhakikisha wito na kuchaguliwa kwao. Ningekusihi usifanye kazi ya kubahatisha au isiyo ya uhakika ambapo maslahi yako ya milele yanahusika. Kwa kufanya hivyo, unapoteza furaha, amani, faraja na tumaini katika maisha haya, na unapoteza pia urithi wako wa kutokufa. Rafiki zangu vijana, mnakabiliwa na hukumu, na kwa neema ya Kristo mnaweza kuonyesha utii kwa amri za Mungu na kupata kila siku uhodari na nguvu za kitabia, ili kwamba msishindwe au kukata tamaa. Neema ya Mungu imetolewa kwa wingi kwa ajili ya kila nafsi, ili kila mmoja ahusike katika pambano hilo na kuwa mshindi. Msiwe wazembe. Msijipendekeze ili mpate kuokolewa katika kutembea kulingana na mielekeo ya asili ya tabia zenu, ili mpate kuenenda kwa kupatana na mwelekeo wa dunia na kujiingiza katika kujifurahisha nafsi zenu, na bado muweze kustahimili nguvu za uovu wakati wa taabu na kuwa washindi wakati vita vinapopamba moto. Ni lazima mjifunze kila siku kutii amri za amiri wa jeshi la Bwana. Rafiki zangu vijana, je, mnaomba? Je, mnajielimisha wenyewe kuomba ili awapatie mawazo safi kwa ajili ya matamanio matakatifu, kwa ajili ya moyo safi na mikono isiyo na waa? Je, unaelimisha midomo yako kuimba sifa za Mungu na mnatafuta kufanya mapenzi ya Mungu? Hii ndiyo aina ya elimu ambayo itakuwa ya thamani kubwa kwenu, kwa maana itawasaidia katika uundaji wa tabia inayopatana na tabia ya Kristo. Usitulie katika kiti cha shetani cha kufurahisha na kusema kwamba huwezi kufaidika, huwezi kuacha kutenda dhambi, kwamba hakuna nguvu ndani yako ya kuweza kuishinda. Hakuna nguvu ndani yako isipokuwa Kristo. Lakini ni fursa yako kuwa na Kristo akae ndani ya moyo wako kwa imani, naye anaweza kushinda dhambi ndani yako. Unapoonyesha ushirikiano kwa jitihada zake, unaweza kuwa nyaraka zilizo hai, zinazojulikana na kusomwa na watu wote. Haupaswi kuwa barua iliyokufa, lakini hai, inayoshuhudia kwa ulimwengu kwamba Yesu anaweza kuokoa. Na huu ndio mwisho wa somo lisemalo
fadhila ya uhakikisho. Hebu na tuombe. Baba wa mbinguni, asante kwa somo zuri ulotupatia. Tunaomba tulifanyie kazi katika maisha yetu. Tunaomba yote kwa jina la mwanao mpendwa Yesu Kristo. Amina. Nena kama zamani ulipoitoa sheria takatifu, niweke pia nipate kutukuza wewe Mungu wangu, mapenzi yako tena daima kusifu. Kila siku nene vile kwa upole, nong'oneza kwa upole, upole wa pendo. Daima utashinda, uhuru ni wako. Nisikie maneno, huachwi upweke. Kila siku nene vile kwa upole, nong'oneza kwa upole, upole wa pendo. Daima utashinda, uhuru ni wako. Nisikie maneno, huachwi upweke. Kila siku nene Vile kwa upole, nong'oneza kwa upole, upole wa pendo. daima utashinda, uhuru ni wako. Nisikie maneno, huachwi